Bwawa hili la Kidunda limekuwa kwenye historia ndefu ya nchi hii kutoka serikali ya awamu ya kwanza iliyoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika kipindi chake cha uongozi alitamani kuona bwawa hili likichimbwa, likijaza maji na maji yakitumika. Lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu wakati huo haikuwezekana. Imeenda awamu zote mpaka awamu ya 6. Kwa dhamira ya dhati kabisa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kwenye miji yetu, vijiji vyetu, vitongoji vyote nchini vinapata maji, ilikuwa lazima tutafute vyanzo vingi vya maji ili kuwezesha jamii ya Watanzania mpaka vijijini kupata maji ya kutosha. Iko miradi mingi inatekelezwa ikiwa ni vyanzo vya maji kwa ajili ya maji ya matumizi ya binadamu, lakini bado tumejikuta maji haya hayatoshi, na hayatoshi ziko sababu nyingi tu, nitakuja kuieleza baadaye moja. Kwa sababu hizo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua bwawa hili lichimbwe na lijengwe, litoe huduma ya kupeleka maji. Amefurahi kusikia utekelezaji mmeshaanza na kazi inaendelea. Ana matarajio makubwa kwamba mtaendelea kusimamia mradi huu ili matokeo tuyaone na wananchi washuhudie. Bwawa la Kidunda nimelitembelea na tayari nimeshaweka jiwe la msingi. Mradi huu ambao leo tumewekea jiwe la msingi ni mradi ambao utakuwa wa kudumu tu pale ambako vyanzo vyetu vya maji kwenda mto Ruvu vitakuwa vinatiririsha maji yake kama inavyotakiwa iwe. Tunayo mito hiyo iliyotamkwa ambayo inaingiza maji na vyanzo mbalimbali kutoka kwenye milima na mabonde. Endapo vyanzo hivi hatutavitunza, bwawa hili litakuwa halina kazi yoyote. Na tumeingiza mabilioni ya fedha, zaidi ya bilioni 335 ziko hapa zinatengeneza mradi huu. Ndugu wana Morogoro, mradi huu ambao pia unategemea vyanzo hivyo, kuna umuhimu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunahifadhi na kuvitunza vyanzo vyote vinavyoleta maji mto Ruvu na kuchepusha na kuleta hapa, ili kuwa na bwawa lenye ukubwa uliotamkwa na katibu mkuu wetu utakaojaza maji lita bilioni 190. Lita bilioni 190 ni nyingi sana ukilinganisha na mahitaji yetu. Na ndio kwa sababu serikali kupitia Mheshimiwa Rais ameeleza mradi huu lazima uwanufaishe majirani. Majirani wote walio kwenye mto huu, bwawa hili, ni lazima wapate maji. Na majirani hao ni tarafa nzima ya Ngerengere na vijiji vyake. Kwa hiyo Wizara ya Maji, tunapojenga mradi huu, anzilisheni mradi huku sasa kupeleka njia kwenye vijiji hivyo. Tayari mradi unapokamilika tunaunganisha tu na maji, wananchi wanaanza kuyapata. Kwa hiyo ndugu wananchi, wakata zetu zote, Ngerengere yenyewe, Maturi, kwa na wapi kote huko, mtapata maji kupitia mradi huu. Serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inawaletea maji kwenye vijiji vyote Ngerengere ya tarafa Ngerengere. Huu ni mkakati wa kitaifa na ni mkakati ambao rais wetu Dr. Samia kauwekea kampeni maalum kabisa ya kumtua ndoo mama kichwani. Kumtua ndoo mama kichwani maana yake ni nini? Ni kupeleka maji karibu na makazi ya wananchi, ili mwananchi anayetaka kwenda kuchota maji si lazima abebe ndoo kichwani, anashika mkononi, anakinga maji, anarudi ndoo ikiwa mkononi. Hiyo maana yake nini? Tutakuwa tumemudu kupeleka maji jirani na wananchi walipo.
mamlaka za mikoa na wilaya na mamlaka za maji zote tuendelee na jukumu la utoaji elimu kwa wananchi, na elimu hii iende kwenye ngazi zote mpaka vijijini na vitongojini. Lakini baraza la madiwani na lenyewe lishirikishwe katika kutoa elimu kwenye halmashauri zao umuhimu wa kutunza vyanzo, na kwa kuwa mlishaviainisha, vielezeni kabisa vyanzo hivyo kwamba chanzo hiki tunakidhibiti, hakuna mtu yoyote anapaswa kufanya shughuli yoyote. Lakini kama kuna lazima wa kufanya shughuli yoyote, basi itolewe maelekezo ya namna bora ya kutekeleza shughuli hiyo. Tukifanya hayo, tutakuwa tumenusurika. Watanzania, ajenda ya utunzaji wa mazingira ikiwemo na vyanzo vya maji iwe ni ajenda ya kudumu na izungumzwe kwenye vyombo vyote vya maamuzi, kuanzia vitongojini, vijijini, kwenye kata, halmashauri za wilaya mpaka ngazi za mikoa, kwenye kamati za ushauri za mikoa. Lakini la pili, nazitaka sasa mamlaka zote za mikoa na wilaya zifanye kazi ya kubainisha vyanzo vyote muhimu vinavyotiririsha maji na kutuletea maji kwenye maeneo yetu, na vyanzo hivi vilivyo kwenye maeneo yenu mvitambue na mshirikishe wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo, na mvipe ulinzi maalum, na ikibidi tungieni sheria ndogo za kwenye maeneo yenu kwa lengo la kulinda vyanzo hivyo. Tusipofanya hilo, tunakwenda kuishia pabaya, na tutaenda kuishia pabaya tukiwa tunajua tunaenda kuishia pabaya, haina tija. Twende tukaweke mkazo kwenye mamlaka zetu za mikoa. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, halmashauri zote, nenda mkaainishe vyanzo vilivyo kwenye maeneo yenu na kuviweka utaratibu wa ulinzi maalum kwenye maeneo yenu. Kama ambavyo nimesema, mkiona ni muhimu kuweka sheria ndogo, weka. Kama kuna watu ambao hawaelewi umuhimu wa kutunza vyanzo, ili yoyote ambaye atafanya hayo, hatua au mkono wa sheria kwa mujibu wa sheria ndogo hizo zichukuliwe.